Na chama cha Jubilee kimemtetea Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na uhusiano wowote na maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta kote nchini. Chama hicho kimeshtumu matamshi ya katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar Sarai ambayo yalionekana kwa sheria Uhuru alishiriki katika kupanga maandamano hayo na kuyataja kuwa ya kusikitisha. Chama hicho kina maswali kuhusu ni kwa nini Uhuru anaendelea kutajwa katika mijadala ya kisiasa licha ya kuondoka madarakani kwa amani baada ya kumaliza mihula yake miwili ofisini. Matamshi yaliyotolewa na katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar siku ya Jumanne akimhusisha aliyekuwa rais na maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta hayajapokelewa vyema na chama cha Jubilee. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i anasema ni jambo la kusikitisha kuwaona baadhi ya viongozi wakimshutumu rais mstaafu badala ya kushughulikia changamoto zinazokabili taifa hili. We are not dumb. Tunaweza kuona clearly matamushi haya yanaelekea wapi. This kind of language where it is headed. Kusema eti kwa sababu wakati ule pia mafuta ilienda juu wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa rais, mbona hakukuwa na shida? Niko na jibu. Kwa sababu we were responsible leaders. We have also seen a terrible and frightening issue occurring. Excuse of actually making one community be a scapegoat of anything or everything that's happening now. We are saying as Kenyans and as a party, we will not accept that. We have been there before. It almost destroyed this country, and we cannot let this country be destroyed again. Matiang'i anawahimiza viongozi kuachana na siasa chafu na badala yake kushughulikia masuala ya kiuchumi, hasa bei ya juu ya mafuta ambayo inawatatiza wananchi wengi. After the 2022 elections, what do we see? A non-slot on Jubilee, a non-slot on Uhuru's family, vita baada ya vita, wengine wanaenda kusema mpaka wanaharibu jina ya Mama Ngina Kenyatta. Now, instead of the people in power addressing the issues that were being raised by Kenyans, Uhuru. Uhuru. Viongozi hao wakati huo walitahadharisha kuhusu kuingiza siasa katika masuala ya usalama wa taifa, wakionya kuwa hali hiyo ikiendelea inaweza kusababisha ghasia. I have never seen, for the time that I have been paying attention, I never knew a time when there was such resentment even within the security sector teams themselves. And how do we know, ordinary citizens? Because now they are talking about it. Even politicization of deployment. Wamependekeza vikao vya dharura vya bunge la kitaifa ili kushughulikia masuala yanayoathiri wa Kenya kwa sasa. We also demand the urgent recall of parliament from recess to address the economic crisis and provide relief measures to Kenyans. Timothy Kipnusu, Darubini. In another language.